Mtazamaji wa Top Town Media, karibu katika kipindi chako pendwa ambacho tunakutana na watu tofauti, lakini kubwa zaidi ni kujadili vitu ambavyo vinashare katika jamii yetu husika. Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Mzee wa Tatu. Kujua kipi ambacho tumekuandalia siku leo, ungana nawe. Lakini leo pia siko peke yangu, niko naye Agnes Peter Mdendemi, lakini jina la kutafuta ugali naitwa MC Binti Peter. Okay. Siku leo tunachokijadili ni hiki. Katika ndoa, MC, labda hapa tushe pamoja. Kwenye ndoa ni tafsiri yake ni makubaliano ya watu wawili wenye jinsia tofauti waliokubaliana kwa ridhaa zao wenyewe kuishi pamoja. Hii ni tafsiri fupi rahisi ya neno ndoa. Sije kasema jinsia moja. Ndio maana nikawahi kule jinsia mbili tofauti. Sawa. Na mimi naweza nikajazia hapo. So lazima yani ikawa ndoa. Hata mahusiano ambayo hayajafika bado kwenda kuwa ndoa, inawezekana mkaishi kwa kukubaliana. Kwa hiyo kuna kuishi na kuwasiliana. Mahusiano kama hamjaishi pamoja, tafsiri yake pale hamuishi pamoja, hiyo sio ndoa. Mimi ndoa ninayoifahamu mimi ni ile ambayo kuna ndoa ya kimila, kutoana mahari na kukabidhiana pande zote mbili. Kuna ndoa hiyo ya kanisani, ya pili hiyo. Kuna ndoa ya msikitini. Ndio hiyo ya kidini ninasema hivyo. Ndio maana nikasema kuna makubaliano. Bado kuna ndoa za kiserikali na zinatambulika kabisa kisheria. Hujaisema hiyo. Sasa tunavyokuja kiserikali. Kiserikali, ndoa ya serikali ina maeneo makubwa mawili. Kuna ndoa ya serikali ambayo mmeenda wote bomani, kwa mkuu wa wilaya, kwa sijui kwa nani, mkaenda, hiyo ni ndoa ya kwanza. Kuna ndoa ya serikali ya kuishi tu pamoja na jamii ikawazunguka, ile ni ndoa na kiserikali na ndio maana mimi moja kwa moja nilisema yale ni mahusiano, sio ndoa. Ile sio ndoa. Yaani sogea tukae. Sogea tukae sio ndoa jamani. Ile inaitwa sogea tukae. Sasa jichanganye siku moja, uniambie mimi nisogee tukae, alafu uje unifumue kwako. Ndio hapo. Okay. Ambacho ilikuwa ni utangulizi kidogo, kitu ambacho ilikuwa nataka tukijadili kidogo, tukiangazie vitu ambavyo viko vingi kwenye jamii yetu. Mmekubaliana kama mke na mume mnaishi vizuri, lakini katika makubaliano ya kukutana na kuanza maisha, mke alikuwa na karia yake na maisha yake binafsi, na mume pia alikuwa na karia yake na maisha yake binafsi. Sasa inakuja pale mume anapoanza kuja kuingilia karia ya mwanamke. Lakini pia sio tu kuingilia vizuri. Kuingilia huko kuna kuingilia mara mbili. Kuna kuingilia kwa ajili ya kukusapoti, au kuna kuingilia kwa ajili ya kukustopisha kile ambacho unakifanya. Hebu leo tuangalizie zaidi kile ambacho tunasema upande wa opposite, kuingilia kwa kustopisha kile ambacho unakifanya. Tunakuja kwamba wewe MC Binti Peter ulikuwa ni mwalimu, ulikuwa ni nesi, ulikuwa labda ni polisi. Sasa inafika mahali umeingia kwenye ndoa, unaambia bwana, kile ambacho unakifanya, au upolisi huu basi, unesi huu basi, sijui ulikuwa na saluni yako basi, kwamba wewe ni mke wangu, kaa nyumbani, mimi nataka mke wa nyumbani. Upande wako unachukuliaje? Kiukweli mimi naweza kusema mwanaume huyo anakuwa kwanza ni mdumavu wa fikra, ana fikra mgando. Kwa sababu maisha haya ya sasa hivi, hata huyo mwanaume mwenyewe ambaye anahitaji kuoa, cha kwanza anazingatia huyu mtu kuna kitu anajishughulisha nacho. Hakuna mwanaume anayetaka kuoa mwanamke ambaye hana shughuli yoyote mjini. Hayupo. Kwa sababu maisha yamekuwa ni magumu, watu wanahitaji kusaidiana ili maisha yaweze kufanyaje, kusogea. Ila wako ambao wana fikra hizo dumavu. Anahisi kwamba kwa sababu nilimkuta huyu mtu labda mfanyabiashara, anasafiri, anachukua viazi Njombe, anapeleka Dodoma, anachukua mahindi Njombe, anapeleka Morogoro. Kwa hiyo anahisi ile nafasi ile atakuwa anakutana na mtu mwingine. Lakini sasa kumbe anasahau kwamba kabla hajawa na wewe, angeweza kufanya kitu chochote ambacho unahisi atafanya baada ya kuwa na wewe, si ndio? Ni kwamba ulikuwa bado hujaingia kwenye agano la ndoa. Sasa umeingia kwenye agano la ndoa. Tunasema kwamba tunaamini katika mazingira yetu ya Kitanzania, ndoa nyingi tunafunga ni za kidini. Na hiyo dini ndio inayosema kwamba mke ni pambo la nyumba. Mke ni mlezi wa familia. Si ndio tuko hivyo? Ndo mazingira yetu ya Kiafrika, si ndio? Sasa kama wewe mke ni pambo la nyumba na wewe ndo mlezi wa familia,
Sasa kama tena ndo unatoka uende Dodoma, uende Iringa, uende Arusha, hii familia anailea nani? Kitaka mimi niwe pambo la nyumba, si ndio? Niwe mdori sasa, niwe kitambaa cha kochi sasa, si ndio? Kaa ukijua una kipato cha kujitosheleza kiasi kwamba mimi nitakaposema nataka kitu fulani kipate kwa wakati, si ndio? Lakini kwa mtu ambaye ana future ya kesho yake, haijui kesho yake, lazima ampe uhuru mtoto wa kike ambaye ni mke, aweze kufanya kile kitu ambacho alimkuta anafanya. Either aseme sasa, hiki kitu ambacho nilikukuta unafanya mimi sijakipenda, unatamani kitu gani zaidi ili niweze kukuwekezea hapo. Si unaelewa? Tuweke mfano. Nilikuwa nafanya biashara za kutoka mkoa mwingine kwenda mkoa mwingine, si ndio? Ushanioa, unataka niwe pambo, upate chakula cha asubuhi, upate chakula cha mchana kutoka kwa mkeo, upate chakula cha jioni kutoka kwa mkeo, na cha usiku pia. Sawa. Kabisa. Kama ukitaka hivyo, basi nibadilishie kitu ambacho kitanisapoti mimi, nisiwe tegemezi, kwa sababu sisi binadamu tunaishi na kuisha, si ndio? Kuna la usiku, kuna la mchana. Just imagine wewe unanitegemea, mimi nakutegemea wewe kwa kila kitu. Bahati mbaya umelala mwezi mzima ndani, si ndio? Na umeniambia mimi ni pambo, siruhusi kufanya shughuli yoyote, si ndio? Haya, hebu jiulize, kama wewe ni baba wa familia, unasomesha, unahakikisha familia yako ina survive kwa kipato chako, haya, hauingizi kipato cha aina yoyote, itakuwaje hapo? Tumeona hata baadhi ya desturi na za watu wa pwani, kumekuwa na desturi wanawake hawaruhusi hata kwenda sokoni kununua bidhaa za ndani. Mwanaume anabeba kapu lake sokoni, amenunua vitu, ameleta nyumbani. Mwanamke kazi ni kupika. Kwa hiyo wewe usitengeneze mazingira ya kuniona mimi tu ndo naweza kulala ndani, mimi ndo naweza nikafa wa kwanza. Unajua changamoto ya maisha tunayoishi, yani nyewe wanawake mmechukulia kwamba nyewe ndo mnaishi miaka mingi sana. Kwa hiyo mnaanza kusema kwamba ukilala ndani, sizungumzii hicho tu. Mimi sizungumzii hicho tu. Mna familia. Familia hizo zinasoma, zina mahitaji, si ndio? Sizungumzii, inawezekana hata mimi nikafa. Haya, kuna ndoa ambazo mtoto wa kike pia ndo ana kipato kikubwa ambacho kinaendesha familia, na ndoa hizo ndo zinaongoza kutokuwa na amani ndani. Kuna vitu viwili tofauti. Baadhi ya dini zetu kati ya Wakristo na Waislamu, mwanamke wa Kiislamu ameshajengewa mazingira hayo kwamba yeye ni pambo la nyumba. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo haruhusiwi kwenda sehemu nyingine pasipokuwa na idhini ya mwanaume wake, si ndio? Na ndio maana unakuta wanaume wa pwani anaenda sokoni. Nikwekee mfano, kuna mwanaume wa Kibena hata kuacha kodi ya meza ni mtihani. Wachache sana ni wale waliotembea, unaelewa? Ni wale ambao wameishi nje ya mkoa wa Njombe. Anaweza kusema kwamba kumbe kuna kununua mahitaji ya nyumbani hivyo. Ataondoka asubuhi, atakwambia mama, kuna kitu gani kimepungua hapa? Ataacha hata shilingi 10,000 au 15,000 kutokana na mazingira ya nyumbani kwake anayajua yakoje. Sio, unanielewa? Lakini wako wanaume wengine, yani swala la kuacha kodi ya meza haipo. Sasa ukiniambia kwamba eti niache shughuli nilokuwa nikiifanya nikitegemea kitu kutoka kwako na wewe hujui kuacha kodi ya meza, kwenye hilo mimi siwezi kusupport. Tuchukulie tu mfano, tuanzie kwako wewe. Umepata mwanaume ambaye ana uelewa zaidi wa kutunza familia na kuacha kodi ya meza, akakwambia kwamba kwa hichi nilichokuta nacho naomba uache, ukae ndani kama mke wangu, uko tayari? Binafsi yangu mimi, jamani, mimi Agnes, au ndo kwa kienyeji, kwa kienyeji nishaanza kujitafutia. Si unaelewa? Mimi siwezi kuacha kitu chenye nafanya, ila nibadilishie kitu cha kufanya. Nitakuelewa. Mimi ndo mume wako. Ni kweli. Ni mahitaji yote na yakimu tena kwa wakati na kwa kiwango unachotaka wewe. Naelewa. Nakwambia kabisa mama, hapa ndani na wewe, nyumba na wewe, lolote unalolihitaji naambie. Jamani, kuna maradhi wakati mwingine mwili kujishughulisha nayo ni afya. Si unanielewa vizuri? Wakati yani just imagine umeamka asubuhi, umekunywa chai, umeingia, umekaa. Sio umekunywa, umefanya usafi, umefua, umedeki, si kazi hizo zinatosha. Hata kama ni nyepesi sana, mwili unatakiwa ujishughulishe ili mmeng'enyo nao ufanye kazi vizuri. Unajua shida ya wanawake hususan wa mikoa ya nyanda za juu kusini huku, tukichukulia mfano wetu mkoa wa Njombe, mmezoea machimbo ndo nyie, kuotesha viazi ndo nyie, siji kupiga nini ile dawa mnahitaji kuna jina fulani. Kupiga lilo mimi.
Lidomi. Unakuta mama yuko na lidomi kuanzia saa 12 mpaka saa 8. Mwanamke wa Kibena huku kusini kwetu ni mwanamke na nusu. Yaani ana uwezo wa kuilisha familia na mwanaume hata siulize. Anaweza kununua nyama, mwanaume hata siulize. Si unanielewa? Ndio maana anaitwa mwanamke na nusu. Mimi najibu kwa vitendo. Siwezi kumlaumu mwanaume ambaye hawezi kumsapoti mwanamke kwa asilimia kubwa. Wanawake walio wengi, hasa wale ambao hawajawahi kuwa na kipato kabisa. Hajawahi kuwa na kipato kabisa. Wengi wao wanabadilika sana sana kwa sababu zinamueua. Si unaelewa? Anaweuka. Yaani kuna kitu ambacho sijawahi kukimiliki. Mimi sijawahi kumiliki shilingi milioni 2, si ndio? Sasa baba umeniwekeza kwenye biashara yangu shilingi milioni 2. Si unanielewa vizuri? Naanza kutafuta marafiki wapya. Sio wewe mume wangu ambao umesema hivi ninaomba nikusapoti hichi. Naanza kutafuta mshauri. Shoga yangu, nishauri, mume wangu amenifungulia biashara. Haya, ukipata kifaida kidogo, unataka na wewe useme, nilingane na mume wangu. Labda niende nikajenge kwetu. Si unaelewa? Na ndio maana wanawake walio wengi na wanaume walio wengi wanahofia kuwasapoti wanawake ambao hawajawahi kumiliki kipato cha aina yoyote kwa sababu anahofia akimsapoti lazima atamwotesha mapembe. Ndio mwanzo wa kusambaratisha mahusiano. Mwanzo wa kuharibu ndoa yake. Okay. Unawaambia nini wanawake ambao wanatamani kusapotiwa na waume zao lakini waume zao wanashindwa au wanakuwa wana hofu? Unawaambia nini? Wawe na confidence gani? Wajenge imani gani kwa waume zao? Kwa sababu wanawake wengi sana wanawalilia wanaume hawawasapoti na hicho kimekuwa ni kilio. Wanasema yani ningepata mwanaume anayenisapoti nisingekuwa hapa. Lakini pia na mwanaume naye anasema huyu nikimsapoti tu huyu so wangu. Niwaombe tu watoto wa kike. Ukishikwa basi shikika. Ukialikwa alikika. Yaani unajua kabisa maisha ya ulikotoka. Mtu ameamua kukuvusha, kukubadilishia ile career yako, scenario yako, kukutengenezea maisha bora. Basi jaribu kumheshimu ule mtu. Ukishindwa kumheshimu muombe. Si unaelewa? Kama ameweza kukuvusha kutoka sehemu ambayo ulikuwa huna mia, hufahamiki na watu, amekuleta sehemu ambayo unamiliki kipato chako mwenyewe, basi jitahidi kwenye kutunza kile kipato. Cha kwanza muombe. Cha pili mshirikishe. Yaani biashara umeianza, mwanzo wa biashara yoyote ile unavyoianza huwa haiwi na matokeo mazuri. Ndo pale amani inakuwepo. Baada ya kufahamika, kuonana na watu tofauti tofauti, ndivyo mambo ambayo yanapoanza kubadilika. Umebadilishiwa maisha. Ulikuwa unaishi maisha ya kuchimba machimbo, si ndio Maisha ya kwenda kufanya michakato labda ya kusanzua magogo, si ndio Mwanaume amekwambia, mimi hii kazi unayoifanya, aidha ameamua kusema naomba nikufungulie duka, si ndio? Basi unapofunguliwa duka na wewe, heshimu kwanza roho ya yule mwanaume ambaye amekupa biashara, si ndio? Alafu pili, muombee ili ule moyo usife kwa sababu amekupa biashara. Heshima ndani inaanza kuwa ndogo. Unaanza kujiona wewe uko busy zaidi na ile biashara au na ile kazi kuliko hata kumhudumia yeye. Basi niwaombe sana watoto wa kike, na waomba sana 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 sana. Ikiwezekana, hebu heshimu kwanza ile heshima alokupa. Ukiheshimu heshima alokupa, mimi nadhani hata kila ambacho amekupa kitaongezeka zaidi. Shukrani. Mtazamaji wa Top Town Media, tulikuwa tunaangazia je, ni haki kwa mwanaume kumsimamisha shughuli ambayo anafanya mkewe kwa lengo la kulinda mahusiano yao, kwa sababu tumeona baadhi ya wanawake wakiwezeshwa na kupata kipato cha juu zaidi inakuwa ni chanzo cha mfarakano katika mahusiano yao. Hebu na wewe tuandikie katika ujumbe mfupi, tuambie vipi unaona ni haki au si haki. Lakini shukrani tu kwa wewe ambaye ulikuwa nasi katika kipindi hiki cha leo ambacho tulikuwa tunazungumzia mahusiano na namna kusapotiana katika kuongoza au kunyanyua kipato cha kifamilia. Naitwa Mzee wa Tatu, lakini pia MC Binti Peter. Bila shaka umenielewa. Na ukiona kabisa mtoto wa kiume unahitaji ushauri kutoka kwangu, be free. Ingia kwa Mzee wa Tatu kwenye account yetu ya YouTube. Hebu omba, Agnesi, naomba unisaidie kutengeneza ndoa yangu. Mimi nina uwezo wa kuzungumza na mtoto wa kike wa aina yoyote akanielewa. Alafu pia mimi ni role model kwa sababu mimi ni mjasiriamali, mimi ni mfugaji nje ya UMC, lakini nina vitu vya ziada ambavyo wewe ambaye upo kwenye ndoa inaweza kawa huvijui, lakini mimi nikana vijua. Karibu. Asante. Jitahidi sana kuwa karibu na Top Town Media.